maji machache ndio sahihi, lakini kumbe utambui ubatizo wa kweli ni upi. Unaona, unakuta mwingine wanashindana meza ya Bwana ni ipi, pasipo kutambua kwamba meza ya Bwana ni nini kiroho. Utajikuta kwamba unatumikia mifano. Tutajikuta kwamba tunatumikia mifano badala ya kutumikia uhalisia. Tunatumikia mifano ambayo haiwezi kutupatia uzima wa milele. Mfano katika ambao umezungumziwa hapa katika kitabu cha Waebrania sura ya 8, huo mstari wa 5. Anasema hapa kwa habari ya hema ya Musa, ulikuwa ni mfano. Ndani ya hema ya Musa kulikuwa na chumba cha ndani na chumba cha nje. Kulikuwa na chumba cha kwanza na chumba cha pili, lakini kulikuwa na sehemu ya nje. Hiyo sehemu ya nje unatakiwa ufahamu maana yake ni nini kiroho. Hiyo chumba cha kwanza unatakiwa ufahamu maana yake ni nini kiroho, na chumba pia cha ndani unatakiwa ufahamu nini kiroho. Maana kwenye sehemu ya nje kulikuwa ni sehemu ambayo ina maji ya kunawa, ina madhabahu ya kutolea sadaka. Chumba cha kwanza kilikuwa na chetezo cha dhahabu, kilikuwa na kinara cha taa, kulikuwa na mkate wa onyesho. Hivyo vyote kiroho vina maana yake. Ukitaka ufanye hivyo vyote kama jinsi ambavyo vilikuwa, akati vilikuwa ni vivuli vya mambo ambayo yatakuja baadaye. Na Yesu tayari ndiye aliyekuwa ndo Torati, Yesu ndo manabii, Yesu ndo Zaburi. Ndio maana Yesu akawa anawaambia Mafarisayo, ninyi mnachunguza maandiko, mnachunguza Zaburi, mnachunguza manabii, mnachunguza Torati, lakini hayo yote yananizungumzia mimi. Kwa hiyo Yesu ndiye aliyekuwa ule ujio wa ile sura yote ambayo ilikuwa ni mifano katika kitabu cha kale. Kwa hiyo imetupasa tutambue, linapozungumzia chumba cha ndani ambacho ni patakatifu, patakatifu, inamaanisha nini? Kwa nini kuna sanduku mle la agano ambalo lina makerubi, lina kiti cha rehema, lina mkate, lina bakuli yenye mana, lina bakuli la dhahabu yenye mana, lina fimbo iliyochipuka, lina vibao vya agano. Hivyo vyote maana yake ni nini kiroho? Kwa sababu ukivichukulia kimwili, maana yake utajikuta sasa unatumikia mifano. Unatumikia mifano kama jinsi ambavyo tunaambiwa hapa katika hii Waebrania 8:5 anasema, watumikiao mifano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Waebrania 10 mstari wa 1 anasema, basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima, haziwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Maana yake ni kwamba ukitumikia hii mifano, ukatumikia hii mifano, haiwezi kukukamilisha hata kukupatia wokovu.